صلى الإله العظيم على المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mabad, ndugu mtazamaji, karibu sana katika African Islamic Academy, tukiwa katika diploma ya elimu kwa Muislamu mpya chini ya maudhu imani ya Muislamu, tukiwa katika kozi ya 4 tukizungumzia imani ya Muislamu kwa malaika na vitabu vya Allah tabaraka wa taala. Ningependelea nitangulize hadithi katika jumla ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo kaisimulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema siku moja tumekaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, mara ghafla binvu katutokea sie mtu ambaye ana nywele nyeusi tititi na nguo nyeupe pepepe. Mtu huyu hana athari yoyote ya safari, wala hakuna yote katika sisi anayemtambua. Kwa hakika lilikuwa ni jambo la kuwashangaza maswahaba. Inakuwaje hana athari za safari? Ni kumaanisha kwa ni mtu wa mjini. Itakuwaje awe ni mtu wa mjini wakati wenyeji wa mji huo hawamtambui, na sio mtoto pengine labda kazaliwa majuzi, ni mtu mzima. Ajabu, mtu huyu kaja moja kwa moja mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama na kuketi mbele yake na kuambatanisha magoti yake na magoti ya Mtume alayhi salatu wassalam na kuweka mikono yake juu ya mapaja yake, yani kakaa kikao cha mwanafunzi mbele ya mwalimu wake. Mara ghafla anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhusu Uislamu. Mtume akaueleza Uislamu kupitia nguzo zake 5, shahada 2, sala, zaka, saumu na hija. Bwana yule akawa anamsadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallama. Umar ambaye ndiye anayesimulia hadithi anasema tukashangaa, vipi anamuuliza kisha alafu anamsadikisha? Hii ni kuonyesha kuwa anajua majibu. Mara akamuuliza Mtume alayhi salatu wasalam kuhusu imani. Mtume akaieleza imani kupitia nguzo zake 6: kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, na kuamini qadar, makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, khairi yake na shari yake, yani kuwa zatoka kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Umar radhiyallahu ta'ala anhu anasema tukashangazwa baada ya kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam swali hili na Mtume kujibu akawa anamsadikisha. Kisha bwana yule akamuuliza Mtume alayhi salatu wasalam swala la 3 ambalo lilikuwa ni kuhusu ihsan. Mtume alayhi salatu wasalam akamueleza ihsan ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala kana kwamba unamuona, na ikiwa wewe humuoni basi yeye anakuona. Kisha baada ya pale yule bwana akamuuliza Mtume kuhusu kiyama ni lini. Mtume akamwambia kuwa hakuwa mwenye kuulizwa ni mjuzi zaidi kuliko muulizaji. Akamuuliza kuhusu alama za kiyama. Mtume akamweleza baadhi ya alama za kiyama zitakazodhihirika, na alimueleza zile alama ndogo. Kisha bwana yule akaondoka. Baada ya masiku mingi Mtume sallallahu alaihi wasallama akamuuliza Umar, unamkumbuka yule bwana aliyekuja siku zile? Umar akamwambia Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanajua zaidi. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia yule alikuwa ni Jibril, kawajilieni nyie kuwafunzeni nyie dini yenu. Kipengele ninachokitaka zaidi ni pale Mtume alayhi salatu wasalam kuulizwa yale maswali 3 ya kwanza kuhusu Uislamu, imani na ihsani. Yani mtu anapojiunga na Uislamu anakuwa Muislamu. Baada ya kukita katika Uislamu na kuthubutu na kuujua na kuusoma Uislamu, imani yake ikakita ikawa madhubuti, anapanda daraja anakuwa ni mu'min. Akiwa zaidi amekita vizuri, yani akiingia katika ibada anamhudhurisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kana kwamba anamuona fil hali hamuoni, lakini anahudhurisha ile maana kwa Mwenyezi Mungu anamuona yeye. Yani kila anachokifanya anahudhurisha kuwa kuna anayenipeleleza, anayeniangalia ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Mwishowe anakatazika na kile kitu, hawezi kumaasi Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hakuna mahali anaweza kujificha kama asi Allah tabaraka wa taala. Amekosa mahali
kwa sababu jicho la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halilali, liko pamoja na yeye. Sasa huyu amepanda daraja, amekuwa ni muhsin, na hizi ndizo daraja tatu za dini. Mwanzo mtu anakuwa Muislamu, kisha anapanda daraja anakuwa mu'min, kisha anapanda daraja anakuwa muhsin. Sasa tunapozungumzia imani huwa tunakusudia vipengele 6 kama namna alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hizi ndizo nguzo 6 za iman. Kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tumeeleza katika kozi zetu za nyuma namna ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala kunakuwa namna gani. Ni kwa kuhakikisha uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuitakidi, na vile vile kumpokesha Allah Tabaraka wa Ta'ala katika rububia na uluhia na al-asma wa sifat, na haya yote yametangulia katika kozi za nyuma. Kipengele cha pili ni kuamini malaika wake, cha tatu ni kuamini vitabu vyake, na vipengele hivi viwili ndiyo kozi yetu ya leo ya 4, kuzungumzia imani ya Muislamu katika kuamini malaika na vitabu, na vipengele vilivyobakia vitatu vitafuatia insha Allah Taala katika kozi za mbele. Leo tukizungumzia al-imanu bimalaikatillah, mu'min au muislamu katika kuamini malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malaika ni kina nani? Malaika sifa zao ni zipi? Kuwa pamoja na mimi katika haya madakika, tukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie kila la kheri. Malaika, ndugu zangu watazamaji, ni viumbe katika jumla ya viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaposema ni viumbe, ni kuonyesha kuwa wasiokuwa wao na viumbe vyote vilivyobakia ni katika jumla ya viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii ni kuonyesha kuwa katika ulimwengu ima mtu awe ni kiumbe au ndiye muumba. Yani Allah Tabaraka wa Ta'ala ndiye muumba, asiyekuwa yeye wote wameingia katika jumla ya viumbe. Kwa hivyo malaika ni viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaomba wao kutokamana na nuru, kwa sababu viumbe wako kwa namna tofauti katika kuumbwa kwao. Kuna walioumbwa na udongo, mwanadamu; kuna walioumbwa na nuru, malaika; na kuna walioumbwa na moto, majini. Kwa hivyo malaika ni katika jumla ya viumbe vya Allah Tabaraka wa Ta'ala walioumbwa kutokamana na nuru, na hawa katika sifa zao ni waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala waliokirimiwa, kwa maana kuwa hawamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika alichoamrisha wao, na wanatekeleza walichoamrishwa. Na malaika hawa isifahamike kwa kuwa ni waja waliokirimiwa, hawamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi wana khasais za rububia ama uluhia. Malaika hawa pamoja na kuwa wana sifa hizi na nyinginezo, lakini hawastahiki chochote katika rububia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumesema katika kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kumpwekesha katika rububia, kule kuamini kwa Mwenyezi Mungu ndiye muumba, ndiye mwenye kuruzuku, ndiye mpaji, ndiye mwenye kupelekesha mambo. Sasa kule kumpwekesha Allah Tabaraka wa Ta'ala katika haya na mengineyo, huku ndiko kuwa na tauhidu ar-rububiyya. Tauhidu al-uluhiyya ni kule kumpokesha Allah Tabaraka wa Ta'ala katika ibada kwa sampuli zake zote za ibada. Kwa hivyo malaika hawa pamoja na kuwa ni waja waliokirimiwa, lakini hawana chochote katika anayoyastahiki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malaika hawa sio banati wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama namna walivyodai mushrikina. Imani ya mu'min ni ile yenye kuthibitisha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hanasibishiwi watoto, la wa kiume la wa kike, hanasibishiwi washirika wala wenye kufanana na yeye. Kwa sababu hilo kalikanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ikhlas aliposema walam yakun lahu kufuwan ahad, wala hakuwa na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeyote mwenye kufanana na yeye. Malaika ayu al-ikhwan, katika sifa zao ni kuwa hawapewi sifa la ya kiume la ya kike. Malaika hawasifiwi na uume wala uke. Malaika hawa ni tofauti na binadamu, ni tofauti na wanyama,
hawali, hawanywi, hawaoi, hawachoki, hawataabiki. Kwa hivyo wao wanatofautiana na viumbe vinginevyo, wanatofautiana na binadamu. Sifa ya kula na kunywa na ya kuoana na ya kuchoka ni sifa ya mwanadamu, ni sifa ya mnyama. Malaika kwa wingi wao hakuna anayejua idadi yao isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Na dalili ya kuonyesha kuwa malaika ni wengi, hakuna sehemu yoyote katika mbingu yenye kutosheleza shibri moja au sehemu yenye kutosheleza vidole vinne, ila kuna malaika kamsujudia Allah tabaraka wa taala. Kuna nyumba takatifu mbinguni inaitwa Al-Baitul Ma'mur. Nyumba hii kunaingia kila siku toka alipotaka Allah tabaraka wa taala mpaka takapotaka yeye Allah subhanahu wa taala kustop. Malaika hawa wanaingia ndani ya nyumba hiyo kwa ajili ya ibada 1070, na wakiingia hawarudi tena. Yani ni kuonyesha kuwa kila siku kunaingia malaika tofauti na wale walioingia kabla, wakitoka hawarudi tena malaika hao. Malaika ni wengi kiasi gani? Kuonyesha wingi wa malaika, soma suratul Qadr. Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia kuwa hakika yetu sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo, usiku ambao kwamba ni bora ibada ndani yake kuliko ibada ya miezi 1000. Katika usiku huo huteremka malaika wakatapakaa kwenye ardhi mpaka ardhi ikadhikika kwa sababu ya wingi wa malaika. Kwa hivyo hakuna anayejua idadi ya malaika isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala, kama vile hakuna anayejua idadi ya majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala isipokuwa ni yeye tu jalla fi ula. Yale tuliyobainishiwa ndiyo yaliyotufikia, lakini sio kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ana majina kadhaa. Kama vile hakuna anayejua idadi ya mitume na manabii isipokuwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Yale majina yaliyotufikia ndiyo tuliofunguliwa, lakini kuna mitume kadha wa kadha ambao hatukutajiwa wengi kabisa, na hakuna mtume yote aliyetumilizwa ila akatumilizwa pamoja naye kitabu. Kwa hivyo ikiwa hatujui idadi ya mitume, hatuwezi kujua idadi vile vile pia ya vitabu, lakini vile tulivyobainishiwa ndio hivyo. Lakini kuna vitabu vingi ambavyo hatukubainishiwa. Mola subhanahu wa ta'ala kawaziba malaika na sisi hatuwaoni, yani hatuwaoni umbo lao, namna walivyoumbwa, umbo lao la uhakika. Lakini huenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawafungulia baadhi ya waja wake wakawaona malaika. Lakini kama vile masahaba, kama namna tulivyosimulia katika hii hadithi ya Umar, walimwona huyu Jibril alayhi salam ambaye ni mmoja katika jumla ya malaika, lakini hawakumwona kwenye umbo lake la asili, kwa sababu malaika wamepewa nguvu ya kutashakal, wamepewa nguvu ya kujibadilisha, nguvu ya kujifananisha. Kwa hivyo wao wana nguvu nyingi, bali wana nguvu ya kutanakali kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kwa kufumba na kufumbua. Kwa hivyo malaika hawaonekani kwa sura zao za uhalisia, isipokuwa tu baadhi ya watu waliwaona malaika, walimwona Jibril alayhi salam kwa umbo lake, afwan, kwa umbo la kujifananisha, lakini sio kwa umbo lake la asili. Isipokuwa mtume tu alayhi salatu wasalam alipata bakhti ya kumwona Jibril alayhi salam kwa sura yake ya hakika mara mbili katika umri wake. Malaika hawa wametangulizwa katika kutajwa kabla ya Qur'ani na mitume, kabla ya vitabu na mitume, kwa sababu ya kuangalia utaratibu wao katika kuja. Malaika ndio waliotangulia vitabu na ndio waliotangulia mitume. Kwa hivyo tunasema kauli ya mkato kuwa malaika ndio waliotangulia kuumbwa kwa Adam alayhi salam, isipokuwa tu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi zaidi ya wakati aliowaumba wao malaika. Ni wakati gani? Allahu a'lam. Lakini kuwa wametangulia, naam, wametangulia. Dalili nyingine ni iko wapi? Ni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kamtuma malaika kwa kitabu kwa mtume. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kuwa yeye katangulia, yani malaika katangulia kabla ya kuwepo kwa mtume ambaye ni mwanadamu.
Hizi ni baadhi ayu ikhwan za sifa za malaika alayhimus salam. Malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuamini kwao kuna kusanya mambo manne kama namna tulivyoishiria kwenye ubao. Mambo manne ni dharura kwa kila Muislamu kuwa nayo katika kuhakikisha imani yake kwa malaika. Yani unakuwa ni muumini imani iliyokamilika kwa kuamini malaika, na katika kuamini malaika basi kuna lazimu imani hiyo kuamini haya mambo manne. Kwanza, kuamini uwepo wa malaika, imani ya kukata ambayo haiingiliwi na chembe ya shaka. Pili, imani kuamini tuliyoyajua katika majina yao. Kuna malaika ambao tumebainishiwa majina yao na tutakuja kuwaeleza insha Allah, kama vile Jibril alayhi salam. Ama wale ambao kwamba hatukujua majina yao, basi tunawaamini kijumla. Tunasema kuwa kuna wenye kubeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna malaika waliowakilishwa na majabali, kuna malaika waliowakilishwa na vizazi, kuna malaika kadha wa kadha, kuna malaika wenye kuzunguka raundi na kuangalia vikao vya dhikr, vikao vya kutajwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini majina yao ni yapi hatukubainishiwa. Kwa hivyo tunaamini kiujumla. Ama wale malaika ambao tumebainishiwa majina yao, tunawaamini mmoja baada ya mwingine kwa majina yao. Kwa hivyo katika kuamini malaika kuna kusanya pia kipengele hiki, imani, yani kuamini tuliowajua katika majina yao au tulioyajua katika majina yao. Kipengele cha tatu ni kuamini tulioyajua katika sifa zao za kimaumbile, sifa zao za kitabia. Tumeeleza baadhi ya sifa za malaika, na haya tulioeleza ndio muhimu zaidi. Wala hakuna halikopokewa kwa yeyote katika umma huu kuwa kamuona malaika kawaona malaika katika sura yao ya uhakika, isipokuwa mtume tu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kamuona Jibril alayhi salam mara mbili kwa sura yake ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kamuumba nayo. Jibril ana malaika 600. Kuna malaika wenye mbawa 2, kuna malaika wenye mbawa 3, kuna malaika wenye mbawa 4, na kuna ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwazidishia awatakao katika malaika wake, kama Jibril alayhi salam Mwenyezi Mungu kamruzuku mbawa 600. Katika kuamini kwetu malaika kuna kusanya kuamini tulioyajua katika matendo yao, kazi zao walizowakilishwa ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tutakuja kuishiria baadhi za kazi hizo. Ama hukumu ya kuamini malaika, je, ni khiari kwa mu'min kuamini malaika? Akitaka taamini, akitaka kutoamini hatuamini? La, imani kwa malaika ni nguzo katika jumla ya nguzo 6 za imani. Mtume alipoulizwa kuhusu imani akaieleza kupitia nguzo zake 6: an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, ni kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, na kuamini qadar, khairi yake na shari yake. Kwa hivyo katika jumla ya nguzo hizi 6 za imani ni kule kuamini malaika. Kwa hivyo kuamini malaika ni nguzo katika nguzo za imani na ni msingi katika misingi yake. Haiswihi imani ya mja ila kwa imani hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Baqara anatuambia, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih walmu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
la nufarriqu baina ahadin min rusulih amana ar-rasulu, ameamini mtume, yani mtume Muhammad, bima unzila ilayhi, kwa kila alichoteremshwa yeye Qur'ani, min rabbihi, kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala kupitia Jibril alayhi salam, walmu'minuna, na waumini wote, kullun amana billah, wote wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi. Angalia utaratibu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kuwataja hawa, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wote hawa wamemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, hatutofautishi baina ya yeyote katika mitume wake, yani hatutofautishi yeyote katika mitume wake. Kama ni kuamini mitume, lazima kuamini wote, na kumkanusha mtume mmoja ni kuwakanusha mitume wote. Na ndivyo alivyotaja mtume alayhi salatu wassalam. Mtume alayhi salatu wassalam kawataja malaika kabla ya vitabu na mitume. Alipoulizwa mal iman, akasema an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, mpaka mwisho wake. Majina ayu alikhwan ya malaika yaliyothubutu katika Qur'ani au hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ni majina yanayofuatia. Jina la kwanza ni Jibril alayhi salam. Huyo tunamtanguliza kwa sababu ndiye malaika mtukufu zaidi katika jumla ya malaika wote. Katika malaika kuna wale watukufu, kisha sasa huyu ndiye mtukufu zaidi, kama vile mitume alayhi salatu wassalam waliotajwa ndani ya Qur'ani ni 25, lakini mitume ni wengi, hakuna anayejua idadi yao ila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna tofauti ya mtume na nabii. Manabii ni wengi zaidi kuliko mitume. Sasa katika hawa mitume 25 ambao pia wamebeba sifa ya unabii, kuna 5 ambao ni watukufu zaidi, lakini katika hao 5 kuna mtukufu zaidi yao ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Sasa Jibril ni katika jumla ya malaika watukufu, bali yeye ndiye mtukufu wa watukufu. Na ndio maana Jibril, unaposoma hiyo suratul Qadr, Mwenyezi Mungu alipotuambia tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, katika usiku huo wa cheo, usiku wa daraja, usiku wa Lailatul Qadr, huteremka malaika akiwemo Jibril alayhi salam, kisha katajwa kivyake kwa sababu yeye ni mtukufu wao. Mwenyezi Mungu alipotuambia tanazzalu almalaikatu waruhu, sasa arruhu hapa ni Jibril alayhi salam. Sasa Jibril kazi yake ni gani? Huyu kawakilishwa na wahyi, kawakilishwa kufikisha ujumbe, risala, message kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kufikisha kwa mtume wake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kalitaja jina hili ndani ya kitabu chake kitakatifu, maneno yake matakatifu mara 3. Na katika utukufu wake Jibrili kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye malaika wa karibu zaidi na Allah jalla wa ala. Na katika nguvu alizopewa Jibril alayhi salam, hebu angalia wale kaumu Lut, wale wafuasi au watu wa Lut alayhi salam. Lut alikuwa ni mmoja katika mitume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alayhi salam. Hawa walimuasi Allah tabaraka wa ta'ala, hawa walimuasi mtume wa Allah tabaraka wa ta'ala Lut alayhi salam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kuadhibu kwao aliwateremsha Jibril alayhi salam, akaishika ile miji waliokuwa wakiishi kaumu Lut na kuipindua juu yao. Kazi hii ilifanywa na nani? Jibril alayhi salam, tena kaifanya kwa mbawa. Kwa hivyo ni mwenye nguvu katika kutekeleza alichoamrishwa, wala hashindwi, hachoki kutekeleza maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril ndiye mtukufu katika malaika wote, na ndio maana malaika wote ni wenye kumtii yeye katika kila anachoamrisha wao kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika jumla ya majina ya malaika yaliyothubutu katika Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama,
ni Mikail. Mikail huyu amewakilishwa kuteremsha mvua, amewakilishwa kuotesha mimea. Hii ndio kazi yake, na anafanya kazi hii kwa idhini na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo muumini haamini kuwa mvua kuteremka ni kwa sababu ya nyota fulani. Mvua yateremka kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na aliwakilisha kuteremsha mvua ni huyu malaika kwa jina Mikail. Katika jumla ya malaika ni Israfil. Katika jumla ya malaika ni Israfil. Israfil huyu ni mmoja katika wale wenye kuibeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Arshi ni kiti cha enzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana arshi na amestawi juu yake, kustawi ambako hakufananishwi na kiumbe chochote. Arshi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala haifananishwi na kiti cha enzi cha yeyote, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana kursi, kiti ambacho hakifananishwi na viti vingine vyovyote katika ulimwengu huu. Israfil ni mmoja katika wale wenye kubeba arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na amewakilishwa kupuliza parapanda ama baragumu. Israfil alayhi salam katika kazi zake ni kule kupuliza hili parapanda ambalo atalipuliza mwisho wa zama. Atapuliza parapanda ambalo litafanya watu wafadhaike, atapuliza parapanda la kuwafanya watu waondoke wafe, kisha baada ya muda atapuliza parapanda la watu kufufuliwa. Kwa hivyo zitakapomalizika zile alama za kiyama na ukaja ule wakati aliotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwaondosha waliokuwa hai, waliokuwa mbinguni, baharini na ardhini, humwamrisha huyu Israfil alayhi salam kupuliza baragumu au parapanda. Hii ndio kazi yake, pamoja na kuwa wanavyoni wametofautiana katika kazi hii kwa Israfil alayhi salam. Wengine wanasema malaika aliyewakilishwa si Israfil, lakini wengine wanasema Israfil, na kauli hii ndio wamekwenda nao wengi katika wasomi. Israfil na malaika waliokuwa kabla yake wawili tuliowataja, Mikail na Jibril, hawa malaika watatu ndio vichwa vya malaika wote. Yani malaika watukufu zaidi ya malaika wote ni hawa malaika watatu, Jibril alayhi salam na Mikail alayhi salam na Israfil alayhi salam, na mtukufu wa hawa watukufu watatu ni Jibril alayhi assalam. Katika majina tuliyoyapokea katika majina ya malaika alayhimussalam ni Malik. Malik huyu ni mweka khazina wa moto, khazinu an-nar, yule ambaye ni masuli wa moto ni Malik, na jina hili limethubutu kwenye Qur'ani na vile vile kwenye hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Katika jumla ya malaika tuliotajiwa majina yao ni al-Munkar wa an-Nakir. Al-Munkar wa an-Nakir, hawa ni malaika wawili ambao wamewakilishwa kumuuliza mja ndani ya kaburi lake au sehemu yoyote atakayokuwa baada ya kufariki kwake. Maana kieleweke kwa maswali haya yanakuwa ndani ya kaburi. Yule ambaye amemezwa na samaki, yule ambaye amechomeka, yule ambaye amezikwa na yani ametoweka, hajulikani, amekufa, hakuzikwa, wote hawa wanaulizwa. Wote hawa wanaulizwa kwa sababu wote hawa wako katika maisha ya barzakh. Kwa hivyo Munkar na Nakir hawa ni malaika wawili waliowakilishwa kumuuliza mja kuhusu haya mambo matatu: Mola wake, dini yake na mtume wake. Haya maswali matatu kuhusu Mola, dini na mtume, haya ni maswali ambayo kila mmoja ataulizwa, na maswali haya utaweza kuyajibu
sio kwa sababu ya kuyajua majibu yake au kuyahifadhi, lakini majibu yake utayajua ikiwa wewe ni mu'min na umejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo mema. Kwa hivyo kitakachokuwezesha wewe biidhnillah tabaraka wa ta'ala kuweza kuyajibu haya maswali na kupambana nayo ni imani yako katika Uislamu na ibada zako na matendo yako mema katika Uislamu. Na hii ndio misingi mitatu: Muislamu kumjua Mola wake, kuijua dini yake, kumjua mtume wake. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi iliyopokewa na sahaba wake mtukufu Abu Huraira anasema, pindi anapozikwa maiti humjilia yeye malaika wawili ambao katika sifa zao ni weusi, wana macho rangi ya samawati, yani wanakuja kwa sura ya kumkhofisha yule mja. Huitwa mmoja wao Al-Munkar na mwingine wa pili wake huitwa An-Nakir. Malaika hawa husema kumwambia yule aliyezikwa, unasemaje kuhusu huyu mtu, yani kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Basi bwana yule aseme yale aliyokuwa akiyasema ulimwenguni, kuwa ni mja wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wake. Nakiri kwa moyo na nabainisha kwa ulimi kuwa hakuna mola anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah, na kuwa Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Atakapojibu namna hiyo, basi wale malaika Al-Munkar wa Nakir watamwambia, hakika yetu sisi tulikuwa tunajua uliokuwa ukiyasema. Yani sisi hakika tulikuwa tunajua kuwa wewe ulikuwa ukiyasema haya. Mtume alayhi salatu wassalam mwishowe akatwambia, yule anayezikwa akiwa ni mnafiki ambaye kadhihirisha Uislamu, kaficha ukafiri ndani ya nafsi yake, anapoulizwa swala hili husema, mimi nimewasikia watu wakisema na mimi nikasema mfano wao, sijui. Malaika wale wamwambie, hakika yetu sisi tulikuwa tunajua kwa wewe ulikuwa ukisema haya na ukiadai haya. Kwa hivyo kuna maswali ndani ya kaburi, na maswali yenyewe yataulizwa na hawa malaika wawili ambao wametajwa majina yao wazi wazi katika hadithi hii na mfano wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katubainishia katika jumla ya majina ya malaika ni Al-Munkar wa An-Nakir. Katika malaika tuliotajiwa majina yao ni Harut na Marut. Harut na Marut hawa ni katika jumla ya malaika walioteremshwa ni Mola subhanahu wa ta'ala waje hapa ardhini ili kuwaonja watu katika kuwafunza kwao uchawi. Hawa wametajwa katika suratul Baqara, Harut na Marut. Kwa hivyo waliteremshwa hawa hali ya kuwa ni ibtilaa, ni mtihani na ni fitna kwa waja, na wakaweka sharti kuwa hatuwezi kuwafunzeni nyie shirki, sihri, mpaka mwanzo mumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika jumla ya malaika tuliotajiwa majina yao ni Harut na Marut. Lakini katika malaika kuna wale ambao ndio wenye kuibeba arshi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sio wote tuliotajiwa majina yao, lakini Israfil ni moja katika hamalatul arsh, wenye kuibeba arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Katika malaika kuna waliowakilishwa na vizazi, kuna waliowakilishwa na majabali, kuna waliowakilishwa kumhifadhi mwanadamu, kuna waliowakilishwa kuhifadhi matendo ya mwanadamu ya kheri na ya shari. Katika jumla ya malaika kuna wale malaika ambao ni as-sayyahun, ni tourist, wanazunguka, wanatembea katika ardhi, wanatafuta vikao vya kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala, vikao vya kufunza ilmu. Basi wanapopata vikao vya kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala,
malaika wale huitana na wakapiga safu mpaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hadithi mashhur, katika malaika kuna wale tuliowataja kuwa wanaingia na kuitembelea Al-Baitul Ma'mur 1070 kila siku, wakiingia hawarudi tena. Katika malaika kuna malaika specialist huyu wa kutoa roho za watu, roho za waja. Malaika mwenyewe ni Malakul Maut kwa jina hili, na ndilo jina lilokuja ndani ya Qur'ani na katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala sio Azrail kama namna wanavyodai wengine. Jina hili ni katika jumla yaliyopokewa katika vitabu vya Mayahudi. Hatuwezi kusadikisha kama vile hatuwezi kukadhibisha. Katika jumla ya malaika ni wale khazanatul janna, weka khazina za pepo. Almuhim, malaika ni wengi, lakini wale ambao tumetajiwa majina yao ni hawa tuliowaishiria na kazi zao. Malaika kwa hakika ya ikhwan wana dori kubwa sana kwa waumini, wana kazi kubwa sana kwetu sisi. Katika jumla ya kazi zao kwetu sisi, kama vile wana kazi pia kwa makafiri, lakini kazi zao kwetu sisi ndio nyingi zaidi: kuwapenda waumini, kuwasapoti, kuwatakia rahma. Mtume sallallahu alaihi wasallam katueleza kuwa mtu anapokuwa kwenye msalla wake anasubiri swala ya faradhi, hakuna kilichomzuia yeye kutoka ila ni swala, basi huyu yuko ndani ya swala na malaika huwa ni wenye kumtakia yeye rahma na maghfira, msamaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika kazi za malaika ni kule kututakia sisi rahma. Katika kazi za malaika kwetu sisi ni kule kuitikia amin katika maombi yetu. Na malaika kwa kuwa ni waja waliokirimiwa, hawa maasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanapohudhuria vikao vya dua, Muislamu anapomwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutimiza masharti ya kukubaliwa dua na kukaa mbali na vizuizi vya kukubaliwa dua, kisha dua yake ile ikawa inaitikiwa amin na malaika, hii ni ishara ya kukubaliwa maombi yake. Kwa hivyo katika dori la malaika kwetu sisi waumini ni kuitikia amin katika dua zetu. Katika kazi zao ni kule kututakia sisi istighfar, kama namna tulivyoeleza kwa Muislamu anapojifunga na msalla wake ikawa hakuna chenye kumzuia yeye kutoka ila ni swala, huyu yuko ndani ya swala na malaika huwa ni wenye kumtakia wao rahma, yeye rahma na maghfira. Katika kazi za malaika ni kule kushuhudia kwao vikao vya elimu, ilmu ya dini, ilmu ya kumsoma Mola Subhanahu wa Ta'ala, vikao vya kutajwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaika hawa wanapopambana na vikao vizuri vya kheri kama hivi, huwafinika waja wale kwa mbawa zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia hawatokusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala wakawa wanakisoma kitabu chake na kufundishana, illa huwateremkia wao utulivu na wakazungukwa watu wale na malaika, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawataja watu wale kwa malaika wake walioko juu. Katika kazi za malaika ni kusajili wale wenye kuhudhuria swala za Ijumaa kwa nyakati za mwanzo. Muislamu ni dharura siku ya Ijumaa ajipange ahudhurie swala ya Ijumaa katika nyakati zake za mwanzo, kwani kila unapohudhuria mwanzo wa wakati malipo yako yanakuwa ni makubwa zaidi. Kuna wanaolipwa thawabu za kukadimisha ngamia, ng'ombe, kuna wanaopata thawabu za mbuzi, kuna wanaopata thawabu za kuku, kunao wanaopata thawabu za kisigi, kunao wanaopata thawabu za yai, na kuna na wale ambao wanaingia misikitini filhali khatibu ashapanda mimbar na malaika washafunga vitabu vyao na wao wameketi wanasikiliza utajo, yani khutbatul Jumua. Sasa kuna katika malaika katika jumla ya dori lao ambao wanasajili wale wenye kuhudhuria swala ya Ijumaa.
Kuna katika malaika ambao wanasajili yanayotoka kwetu sisi katika maneno mazuri. Katika malaika wanapishana shifti ya asubuhi na shifti ya jioni katika nyakati hizi mbili za swala ya alasiri na swala ya alfajiri. Katika kazi za malaika kwetu sisi ni kule kuteremka wakati wanaposikia Qur'ani inasomwa na mu'min. Katika kazi za malaika ni kufikisha kwao kwa Mtume alayhi salatu wassalam baada ya kufariki kwake salamu zitokazo kwa umma wake. Kuna malaika ambao special wanafikisha salamu kwa Mtume alayhi salatu wassalam, bali kuna wanaofikisha swala za Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume akapewa habari na malaika kwa fulani na fulani akuswalia, fulani mtoto wa fulani anakuswalia. Katika jumla ya kazi za malaika alayhimussalam ni kule kushirikiana na waumini dhidi ya makafiri katika vita, kama namna lilivyothubutu hili katika vita vya Badr. Waislamu walikuwa wachache, makafiri walikuwa wengi, filhali wamejipanga na silaha na vipando, lakini angalia taayidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, support ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nusura yake kwa waumini, akawatumia malaika ambao walikishirikiana na waumini, japo walikuwa hawaonekani, lakini walishirikiana na wao dhidi ya makafiri. Hatimaye ushindi ukawa ni kwa Waislamu waumini. Katika kazi za malaika ayu alikhwan ni kushuhudia malaika swala za jeneza za wafa wetu wema. Kwa hivyo ni dharura Muislamu awe mwema, atangamane na watu wema, ili anapofariki apate watu wa kumswalia na malaika kushiriki katika swala ile. Katika kazi za malaika ni kuhami mji wa Makka na mji wa Madina na kiumbe mbaya atakayedhihiri katika mwisho wa zama, kama alama katika alama za kiyama kubwa, kudhihirika kwa almasihu dajjal. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala amewakilisha malaika special wa kuilinda miji hii mitakatifu kuingiliwa na huyu kiumbe kafiri mbaya almasihu dajjal. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuhifadhi kutokamana na shari zake na fitna zake. Kuna katika malaika ambao wanahudhuria swala, malaika wanahudhuria swala, na imamu anaposema waladhdallin, wao pia huitikia amin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia zamani itakapoafikiana amini yako pamoja na amini ya malaika, basi huwa ni sababu ya mu'min kusamehewa madhambi yake. Kwa hivyo kuna kule kuafikiana malaika katika taamin yao na isiyokuwa yao, na ikawa ni sababu ya Muislamu kupata ujira na thawabu na kusamehewa madhambi yao. Katika dori la malaika kwa makafiri na wale wabaya waovu ni kule kuwateremsha wao adhabu, kama namna tulivyoeleza kuwa Jibril alayhi salam, namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyompatia nguvu, alimtuma kwa kaumu Lut, wale waliomaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, kuibeba ile miji yao waliokuwa juu yake na kuipindua juu yao. Hii ni kuonyesha kuwa malaika katika kazi zao kwa makafiri ni kule kuteremsha adhabu kwa wao. Katika jumla ya kazi za malaika kwa makafiri ni kule kuwalaani wao makafiri na baadhi ya wale wenye kutoka kwenye mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi pia waumini tuna wajibu kwa malaika, wao wana wajibu kwetu sisi. Kuna dori kubwa kabisa tumelieleza, na tumeeleza kwa uchache ndugu zangu kwa dhiki ya wakati, dori la malaika kwetu sisi, lakini na sisi pia tuna wajibu kwa malaika. Katika wajibu wetu sisi kwa malaika ni kuepushia wao kila chenye kuwatoa wao kwenye usawa, kuwatia wao kasoro, kitu chenye kuwaudhi wao, yani kuepusha wao kila ambacho ni chenye kuwakosea malaika. Na hakika kitu ambacho kikubwa zaidi kichenye kuwaudhi malaika ni ukafiri, ni kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
na ndio maana malaika hawaingii zile sehemu, hawaingii zile nyumba ambazo kuna asiwa ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kunapatikana ndani ya nyumba zile au sehemu zile anachokichukia Allah Subhanahu wa Ta'ala na anachokikasirikia, kwa kuweko masanamu majumbani, kwa kuweko sura, picha. Kama vile malaika hawakurubii sehemu ambayo ndani yake kunafanywa maasi kama ulevi, disco, sehemu zenye kuasiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaika wanazichukia sehemu hizo. Kwa hivyo la wajibu kwetu sisi kwa malaika ni kuepukana na kila kitu ambacho kitawaudhi malaika, kitu chenye kuwakosea malaika. Katika wajibu wetu vile vile kwa malaika ni kuwapenda wao, bila ya kutofautisha malaika na malaika wengine, kwa sababu wote hawa ni waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kila mmoja kumpa daraja yake. Tumesema katika jumla ya malaika watukufu ni malaika hawa watatu, Jibril, Mikail na Israfil, lakini mtukufu wao ni Jibril alayhi salam. Kwa hivyo wote hawa ni waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni wenye kutekeleza amri yake, ni wenye kukatazika na makatazo yake. Na hakika Mayahudi walidai kuwa kuna mawalii na maadui katika malaika. Kwa hivyo wao wakadai kuwa Jibril ni adui yao na Mikail ni wali wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakadhibisha madai yao. Hakuna kitu kama hicho kwa malaika. Malaika wote hawa ni ibadun mukramun, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tukimaliza kipengele chetu cha kwanza, kuamini malaika, ni kuzungumzia Muislamu zamani anapokuwa na imani hii ya kuamini malaika anapata matunda gani, kuna natija gani nzuri zinapatikana kwa mwenye imani hii kuamini malaika. Kwanza ni alilmu bi'azamati Allah tabaraka wa taala, kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujua utukufu wake, kujua nguvu yake, kujua usultani wake Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu utukufu wa kiumbe ni kutokana na utukufu wa muumbaji. Ikiwa malaika tumewaeleza kwa sifa hizi ambazo kwa hakika ni sifa kubwa, sifa za kutushangaza, basi hakika hili latuonyesha wazi utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hawa ni waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa ni katika jumla ya viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika matunda makubwa kabisa ya Muislamu kuwa na imani hii ya kuamini malaika ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya ihtimamu yake na wanadamu. Kwa namna gani? Kwa namna kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewakilisha katika malaika wenye kusimama nao, wenye kuwahifadhi wao, wenye kuandika matendo yao na mengi mengineo katika masalihi yao. Hili kwa hakika ni jambo ambalo lapelekea sisi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ni katika jumla ya matunda makubwa tunayoyapata wakati tutakapokuwa na imani hii ya kuamini malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, katika jumla ya matunda ni kule kuhisi upelelezaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi, kule kuhudhurisha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuona, anatusikia. Hakuna mahali tutaweza kuepukana na yeye, hakuna mahali tutaweza kumaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kule kuhudhurisha na kuhisi, kuandika kwa malaika matendo yetu, hakika hili lapelekea kwenye sisi kujitahidi katika ibada na kukaa mbali na maasi, maovu, mabaya. Na hili lapatikana katika kule kuamini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana malaika, kwa sababu katika jumla ya malaika kuna wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakilisha kuandika matendo yetu, hawapitwi na lolote
Kwa hivyo hili linatusaidia sisi, linakuwa ni sababu yetu sisi kujitahidi katika ibada, na hili ni tunda katika jumla ya matunda. Katika jumla ya matunda ya kuamini imani hii ni kule kujua kuwa malaika ni waja waliokirimiwa wenye kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kule sisi kupata mazingatio katika taa yao, kwa sababu wao hawamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika alichoamrisha na wanafanya kile walichoamrishwa. Kwa hivyo sisi tunapata mazingatio katika taa yao hawa malaika. Katika jumla ya matunda ni mapenzi ya malaika kwa kila mwenye kusimama na jambo zuri katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mapenzi ya malaika kwa kile wanachokifanya malaika katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani sisi tunapata mapenzi ya malaika kwa sababu ya kule kufanya kwao yanayowakurubisha wao na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika ibada na taa. Katika jumla ya matunda ni kuwa na pupa kutembelea zile sehemu, kuwepo katika zile sehemu ambazo wanazipenda malaika, kama misikiti na vikao vya ilmu na kheri. Tunapojua kwa malaika hizi ndizo sehemu wanazokuwa sana, ndizo sehemu wanazotembelea na kuzipenda, hili litatupelekea sisi kupendelea kuzizuru sehemu zile na kubakia sehemu zile, na kwa hakika sisi kubakia katika sehemu zile ni kheri kwetu sisi. Taib, kipengele cha pili katika maudhui yetu ni kuzungumzia imani ya Muislamu katika vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hii ndiyo nguzo ya tatu ya imani. Tumesema imani ni nguzo sita, ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuamini malaika wake, tatu na kuamini vitabu vyake. Ni nini makusudio ya vitabu? Vitabu ama suhuf ni vitu ambavyo vimekusanya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyoyatuma na kuyafikisha kwa mitume wake alayhimussalam. Sawa sawa alichokifikisha kiwe kimeandikwa kama Taurati iliyoteremsha kwa Musa alayhi salam, au kateremsha kupitia malaika Jibril alayhi salam kwa mdomo, kwa ulimi, kisha alafu baadaye ikaandikwa kama Qur'ani. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Jibril kayapokea kwa Mwenyezi Mungu kwa kuyasikia, si kwa maandishi, kayapokea kwa kuyasikia. Kwa hivyo Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaitamka kwa harufu na sauti na maana, Jibril kaipokea kutoka kwake, kaifikisha kwa mtume kwa sauti, mtume kaisikia kwa Jibril kaipokea, mtume naye kaifikisha kwa maswahaba wakawa wanaiandika Qur'ani. Kwa hivyo Qur'ani imeandikwa baada ya kusikika. Mayahudi walimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallama, walimuomba mtume alayhi salatu wasalam apande mbinguni, na filhali wao wanamuona, awateremshe wao kitabu kilichoandikwa katika yale anayoyadai yeye juu ya ukweli wake mara moja, kama namna alivyoletewa Musa alayhi salam Taurati. Haya ni maneno ya kuthibitisha kuwa Jibril alayhi Taurati Musa alayhi salam alipokea kwa maandishi, na Qur'ani kaipokea mtume alayhi salatu wasalam kwa Jibril kwa kuisikia. Kwa hivyo mapendeleo ya vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni vitabu ambavyo vimekusanya maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyoyapendelea kuyafikisha maneno yale kwa mitume wake alayhi salatu wassalam kwa wasita wa Jibril alayhi salam, ima kwa maandishi ima kwa sauti. Maana ya kuamini vitabu
ni mambo matano. Kwanza kabisa ni kuamini kuwa vitabu hivi vimeteremshwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wala sio maneno ya asiyekuwa yeye. Yani sio maneno ya mwingine, ni maneno yake yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo kuamini kwako vitabu vya Allah subhanahu wa taala kunapelekea kuamini kuwa, kunawajibisha kuamini kuwa vitabu hivi vimeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni maneno yake yeye subhanahu wa ta'ala, wala sio maneno ya mwingine. Pili ni kuamini kuwa vitabu vyote hivi pamoja na suhuf zote hizi zimedai haki na zimekuja na kheri na uongofu. Tatu, kuamini kuwa vitabu vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vinasadikishiana, baadhi vinasadikisha baadhi nyingine, wala hakuna mgongano baina ya vitabu hivi. Na hili kwa hakika ni katika khasais za vitabu vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kwa sifa hii vimepambanuka vitabu vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na vitabu vya viumbe vyake, kwa sababu vitabu vya viumbe vyetu sisi haviepukani na kasoro na mgongano na aibu. Hebu sawirisha wewe Qur'ani iliyoteremka kwa Mtume alayhi salatu wassalam kwa miaka 23. Mtume kafariki akiwa na miaka 63, katumilizwa akiwa na miaka 40 kupewa utumi, kaishi Maka miaka 13, miaka 10 iliyobakia kaishi akiwa Madina alayhi salatu wassalam. Mtume Qur'ani imemteremkia kwa miaka 23, kilichoteremka mwaka wa kwanza hakigongani na kilichoteremka mwaka wa 23. Wakati mwanadamu anapopewa umri wa miaka yote hii aandike kitabu, basi kuna possibility kubwa sana ya kuwekwa mgongano katika atakayoandika mwaka wa kwanza na yale atakayoandika mwaka wa mwisho. Katika kuamini vitabu ni kulazimu kuvifuata vitabu hivi, kuvifanyia kazi na kuvinyenyekea kwa wale walioteremshiwa vitabu hivyo, kwa wale walioteremshiwa vitabu hivyo. Jambo la tano na la mwisho katika kuamini vitabu ni kule kuamini alichokitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika vitabu vyake, na vitabu vilivyotajwa katika Qur'ani ni vitabu vitano, ni suhuf na Taurah na Injil na Zabur na Qur'ani. Vitabu vilivyotajwa ndani ya Qur'ani ni vitabu sampuli tano. Ni suhuf ambao ni wingi wa sahifa kama gazeti, lakini tunaposema suhuf huwa tunakusudia vitabu vya Ibrahim na Musa alayhi salam, kama namna yalivyokuja haya katika Qur'ani, suhuf Ibrahima wa Musa. Kwa hivyo Ibrahim alayhi salam kateremshiwa suhuf. Taurati ambao ndio suhuf za Musa kateremshiwa Musa alayhi salam, na Injil kateremshiwa Isa alayhi salam, na Az-Zabur kateremshiwa Daud alayhi salam, na Qur'ani kateremshiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini msisahau kuwa tumeeleza kuwa vitabu vilivyoteremshwa ni vingi, hakuna anayejua idadi yake, kwa sababu hakuna anayejua idadi ya mitume isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Mitume ni wengi, lakini waliotajwa ndani ya Qur'ani ni 25, watukufu zaidi yao ni 5 katika hao, na mtukufu wao katika 5 ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama. Sasa kila mtume katumilizwa na kitabu kwa ushahidi wa Qur'ani. Ikiwa hatujui idadi ya mitume ni kuonyesha kwa hatujui idadi ya vitabu.
lakini vitabu tulivyobainishiwa ni hivi vitabu tulivyovitaja, ni suhuf Ibrahima na Musa, na Taurati kuteremsha kwa Musa, Injili kuteremsha kwa Isa, Zabur kuteremsha kwa Daud, na Qur'ani kuteremsha kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La shaka Ibrahim ndiye alitangulia, anayefuatia katika kutangulia ni Daud ambaye kateremshwa Zabur, anayefuatia ni Isa ambaye kateremshwa Injili, anayemalizia ni Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ambaye kateremshiwa Qur'ani. Kwa hivyo Qur'ani imekuja kufuta vitabu vyote vilivyotangulia. Qur'ani imekuja kuongoza vitabu vyote vilivyotangulia, na vitabu vyote vilivyotangulia ni vitabu ambavyo vimetukia ndani yake uharibifu na mikono ya watu. Kwa hivyo havikusalimika na mikono, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameidhamini Qur'ani kuihifadhi. Kwa hivyo Qur'ani hakuna namna kutaweza kuingia mkono wa mwanadamu, mkono wa kiumbe. Ni ipi hukumu ya kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Je, imani ya Muislamu inakamilika pasina kuamini vitabu? Aljawabu la. Imani ya Muislamu katika kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoviteremsha kwa mitume wake alayhimussalam ni nguzo katika jumla ya nguzo za imani. Kwa hivyo imani haihakikiki na kutimia pasi na kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenye kukanusha Taurati na Injili na vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vilivyoteremshwa, au mwenye kuvikufuru au kuvilaani au kuvitukana au kuvidharau na kuviteremsha daraja, huyu ni kafiri, wala hakuna tofauti kwa wasomi katika hili. Na lau ataamini vitabu vyote vilivyoteremshwa lakini akakufuru kitabu kimoja, huyo huwa ni kafiri mpaka atakapokiamini kile kitabu. Hivyo hivyo tunasema katika mitume alayhimussalatu wassalam, mtu anapoamini mitume wote lakini kamkanusha mtume mmoja, basi kumkanusha mtume mmoja ni kama kuwakanusha mitume wote alayhimussalatu wassalam, kwa sababu waumini ni la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratu An-Nisa, ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أني ملواميني muaminini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na kitabu ambacho kakiteremsha kwa mtume wake Qur'ani, kwa mtume wake wa mwisho Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na vile vile muamini vitabu ambavyo kaviteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya mtume, vitabu tulivyoviishiria. Na yule mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, huyo kwa hakika amepotea, kupotea kuliko kuwa mbali. Kwa hivyo imani ya mu'min, ya Muislamu haitimii ila kwa kuhakikisha imani kwa vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, mikono ilitukia katika vitabu vilivyotangulia Qur'ani? Ndiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amedhamini kukihifadhi kitabu chake cha mwisho Qur'ani, ama vitabu vilivyotangulia hivi havikusalimika na kutiwa mikono na kubadilishwa. Kwa hivyo hakuchukuliwi chochote katika vilivyoko katika mikono mwa Mayahudi na Manaswara. Kwa hivyo hatusomi chochote katika vilivyoko katika vitabu vya Mayahudi na Manaswara, Taurati ama Injili, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabainisha kuwa wao walikuwa wakiandika vitabu vile kwa mikono yao, kisha wanasema haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuteremshia Qur'ani ambayo imekuja kufuta sheria zote za nyuma, yani sheria zilizotangulia.
Tukimalizia na nukta ya mwisho tukifunga darasa yetu ya leo ni kuzungumzia matunda mazuri ambayo Muislamu anayapata wakati atakapojipamba na kipengele hiki cha kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hakika imani ya Muislamu katika kuamini vitabu kuna athari kubwa sana kwake yeye, na katika jumla ya athari hizo ni quwwatul iman, ni imani ya nguvu kabisa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujua sheria zake na namna ya kuzitekeleza sheria za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Pili ni kwenda kwenye njia iliyonyoka, iliyokuwa wazi, ambayo haina mgongano wala haina jongo, njia ambayo iko wazi, kwa sababu vitabu hivi vinatuelekeza njia ya kufika kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, vinatufunza namna ya kutekeleza sheria za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika jumla ya matunda ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya lutfi yake kwa viumbe vyake, juu ya ihtimamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe vyake, kwa namna kuwa amewateremsha wao vitabu vilivyokusanya uongofu kwao, vitabu ambavyo vinawaelekeza wao kheri na maslaha yao katika hii dunia na kesho akhera. Kwa hivyo hili linazalisha kwetu sisi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni tunda katika jumla ya matunda ya kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika jumla ya matunda ni kudhihiri hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa namna kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewekea kila umma chenye kunasibiana na wao, na akawa mtume wa mwisho alayhi salatu wasalam ni Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na kitabu cha mwisho kikawa ndiyo Qur'ani, ambacho kimenasibiana na umma huu, kitabu ambacho kimekuwa ni munasib kwa wanadamu wote na majini wote katika kila zama na kila wakati na kila sehemu mpaka kusimama kwa kiyama. Katika jumla ya matunda ya kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kule kuthibitisha sifa ya kuzungumza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwa kuzungumza kwake hakufanani na kuzungumza kwa viumbe vyake, na vile vile kushindwa kwa viumbe vyake kuleta mfano wa maneno yake Subhanahu wa Ta'ala. Tunda la mwisho katika jumla ya matunda, na matunda ni mingi zaidi, lakini nimekusanya matunda sita yakiwa ndio ya muhimu zaidi niliyobainishiwa ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ni kule kuthibitisha ujuu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya viumbe vyake, kwa sababu yeye ndiye mwenye kuteremsha. Hii ni kuonyesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko juu ya viumbe vyake, ndiposa akawa ni mwenye kuviteremsha hivi vitabu kwa manabii wake alayhimus salatu wassalam. Kwa hivyo vipengele hivi viwili ni katika jumla ya nguzo sita za imani. Imani ya Muislamu haitimii mpaka kuamini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana malaika, vile vile kuamini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana vitabu vitakatifu. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى kozi zinazofuatia itakuwa ni kumalizia vipengele vilivyobakia katika jumla hizi nguzo sita za imani. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم وابتهل ويمن إلى الله، قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان، فثابر وحصل بجهد تصل، فثابر وحصل بجهد تصل.